Nimesikia mwanamke muuaji wewe. Mwanamke unaabudu na waganga. Unataka umuue mwanamke mwenzako kisa hela za boss. Aliyekwambia namuua na. Hazikuhusu bibi. Hapo umenoa na hapo umenoa. Niko hofu. Nimesikia kila kitu. Umesikia nini? Mwanamke mbaya wewe, mwanamke uoni hata aibu. Mbea wako, mwanamke mzima mbea. Mwanamke muuaji. Wewe ndio muuaji. Mwanamke muuaji. Mbea muone. Mwanamke unasujudu waganga. Sasa namwambia boss. Uoni yani mwanamke, yani nimekuja, yani boss amewafuata, amewaleta. Yani kwenye simu kama hiyo unataka muue mwenzako. Unataka kubaki na nani? Yani mtu akikutazama hivi. Sasa kule mwanamke. Ni kumbe muuaji. Haki ya Mungu jamani. Sina hamna huyu mwanamke. Limekushu. Zimefika. Ziko hapa. Ziko hapa. Eka mwambie kwa nitakupa nini? Naenda kusema. La. Zimefika hizi. Kwani unaenda kumwambia? Zimefika. Na hapa mifriji yangu igandishi. Ndio kwanza mfuniko. Ila wapi wewe? Wapi na wewe sangapi? Kwani nimesema? Mimi? Yaani nini wako kusema wewe? Siende. Kwani unaenda kunisema hiyo boss? Ongeza boss mwingine. Siendi mimi kusema. Hauendi kunisema hiyo. Ya Mungu. Lakini umefanya kweli hapo? Nimefanya kweli. Na achaje? Haki ya Mungu. Haki ya Mungu. Kweli? Kweli kabisa. Kwa sakati. Hiyo. Unaenda ugwadu? Saa moja. Uhakika? Uhakika kabisa. Saa moja. Ila usiende kusema. Sisemi. Sema siku. Sisemi. Yaani kwanza umefanya nini? Yaani mtu kifanya hapa. Yaani hapa sisemi kabisa. Yaani alisema hivi na silipi mu. Labda umekosea. Labda unamaanisha kwamba dada Monica aenda kuongea na simu au sijaelewa. Wewe dada Sinde. Samahani baba. Mungu nisamee. Mimi naona kama umekosea. Mimi naona sifai kuwa mke. Kwa sababu maisha yangu ni magumu. Na nilikotoka tayari nishakata tamaa. Maisha yangu ni magumu sana na nimeshazoea. Sina mwelekeo. Usilie dadangu. Naomba usilie. Kumbuka hata mateso tuliyopitia mimi na wewe. Kwa hiyo mimi nimeona wewe ndio chaguo langu, ndio unanifaa katika haya maisha. Na kuomba usilie. Naomba nikubalie tu. Kinachopungua ni kitu gani? Kama umekubali kulizia kuishi na mimi kutoka kule jalalani, tumeteseka, tumemwagiwa maji, tumemwagiwa hadi michuzi ya nyama. Lakini leo hii kweli uanze kunikatalia useme kwamba hufai kuolewa sasa. Mimi ndio nimeona wewe ndio chaguo langu. Leo hii unataka kukatae. Sasa unadhani mimi nitaishi na nani kama sio wewe? Wakati wewe ndio chaguo langu mimi. Na Mungu ndiye amenionyesha wewe. Naomba usilie. Futa machozi dadangu. Usilie. Kwako mimi ndio moyo umetua kwako. Sawa dadangu, naomba nikubalie katika hilo. Naomba nikubalie katika hili. Sawa dadangu, yaani nakuomba nikubalie katika hili. Mateso yote ni yaani tuache yaani unifanye mimi nisahau yale mateso niliyopitia kule. Maisha ya jalalani. Pia hata wewe nilikuwa nakuonea huruma unavyoteseka. Kumbe tuungane pamoja mimi na wewe tutengeneze familia iliyo bora. Naomba nikubalie katika hilo. Naomba nikubalie. Uwe mama wa watoto wangu. Nashukuru sana kwa upendo ulionionyesha toka mateso niliyopitia. Nashukuru sana dadangu. Nashukuru sana kwa kunipokea kuwa mume wako.
Nashukuru sana. Jamani, sijui nifanye nini mimi. Yaani hapa kwenye mji naona pamenishinda kwa kweli. Sijui nifanye nini. Na huyu mwanaume ninampenda kweli kweli. Sijui nifanyaje. Hapa nitoroke hapa. Nitoroke tu. Hata nikifika kule ninakokwenda nyumbani. Rafiki yangu yule niambia kuna mganga mmoja yupo sehemu gani kule. Lazima mpaka nifike. Lazima nifike kule. Yaani huyu mwanaume simwachi. Lakini huyu mlinzi ni mbea. Sijui kama ataenda kusema. Lazima ataenda kumwambia huyu. Mbea sana mlinzi. Yaani haiwezekani kabisa. Mwanaume niliyempenda mimi, nimemwangaikia huku na kule, leo hii amepona, anampenda mwanamke mwingine? Hiyo haipo kabisa hiyo. Nitafika popote pale.